Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Amen. Yesu ni njema ya maajabu na imependeza mbele zake Bwana kuwa mbele zake, kwa sababu aliumba mwanadamu kuposa mwanadamu akaweze na kumwabudu, na kuposa tumesongea kwenye madhabahu yake kuposa tunaabudu, naye akaweze na kuleta suluhisho na akaleta kuleta jawabu katika maisha yetu na katika kanisa lake na kwa taifa letu la Kenya ya kote. Ninawakaribisha katika ibada ya mchana wa siku ya leo, na Mungu wa neema, Mungu aliye na nguvu, kazi na kubariki kujitoa na kuingia kwenye madhabahu yako. Siwezi kuona kama ni kawaida, hakika ni mkono wa Bwana. Nashukuru kwa kila nafsi na kwa kila moja walio unaojitoa kuomba na kuombea taifa hili letu na kuombea kanisa la Kristo, kwa sababu hili ndilo wakati tunahitaji kanisa na likaweze na kusimama. May God bless you. Siku njema, niko na amani ya Bwana, nafurahia Bwana kuniokoa na juu yote na kunifanya chombo chake, nami nikaweze na kutimiza kusudi la kiungu na mpango wa Mungu katika kizazi changu. Biblia inasema ya kwamba ati wakati Daudi aliweza kutumikia Mungu katika kizazi chake na akapumzika. Wakati Daudi alimalizia kutumikia Mungu, when David had accomplished his work of worshiping the Lord in his generation, he rested in peace. I would rather the same words. When I shall finish worshiping my God in my generation, at the time I'll rest. So at this time, it is a time we need to worship the Lord in truth and in the spirit. Na tutawezaje kumwabudu Bwana unless we are in a fellowship, unless we are members of a church? Kwa sababu pasipo na kuwa mshirika, pasipo na kuwa a member of a church, hatutaweza kumwabudu Bwana, kwa sababu tunamwabudu Bwana in the presence of other brethren, in the presence of his altar, where we meet brothers and sisters who are willing and ready to worship the Lord in the presence of the Lord in truth and in the spirit. Daudi alipomaliza kumwabudu Bwana katika kizazi chake akapumzika. Na Daudi yote ukiangalia yote alikuwa anaabudu Bwana, alikuwa anatenda in the midst of the Israelites. Na ndiposa wao ndio hata waliandika, kwa sababu sidhani angeandika yale maneno na tayari yamepumzika. Kwa sababu the Bible says, and when David finished, accomplished to worship the Lord in his generation, that means others wrote, ni wengine waliandika, kwa sababu walikuwa wanaangalia na wanaona vile alivyokuwa anamwabudu Bwana. Sijui ni maneno gani yataandikwa wakati tutakuwa tumepumzika kama yale Daudi alinakiliwa, kwa sababu unaonekana ya kwamba wakati waliandika yale maneno, there were some men and women were watching. Walikuwa wanaangalia yale yote Daudi alikuwa anatenda. Kunakuwa watu walikuwa wananakili, kulikuwa watu walikuwa wanaandika, kunakuwa watu walikuwa wanamuobserve, na ndiposa wakaweza kutoa yale maneno at when David accomplished to worship the Lord in his generation. It is our prayer today that we stand in the gap, that when our generation will be writing the things that we did, watasema ya kwamba we worshiped the Lord in our generation and there was no gap. Bwana asifiwe. Na jambo lile nataka tukaweze na kuendelea kuliongelea is the purpose of a church, maana
kwa sababu if there is a season that men and women of God need the church, this is the season. Kwa sababu if there is a time the nation needs the church, this is the season. Kwa sababu gani? Kanisa linaposimama na kumuomba Bwana kwa roho na kwa ukweli, Mungu anaachilia suluhisho. Wakati kanisa limesimama kwa roho na kwa ukweli, Mungu anaachilia unabii wake. Wakati kanisa limesimama kwa roho na kwa ukweli, Mungu anaachilia ufunuo wake, ama anaelekeza serikali, ama anaelekeza viongozi kwa njia zile zinaleta suluhisho. Tunapoangalia right now, the government is in a race, ni kama wako bioni kutafuta suluhisho za changamoto zile ziko katika taifa. Wanatoka hapa, wanaenda pale, kwa sababu hawana suluhisho, lakini wanajaribu kusuluhisha yale changamoto zimewakumba taifa la Kenya. Lakini kanisa, kwa sababu ni chombo cha Bwana, na kwa sababu kanisa ndio kinywa cha Bwana, kama kanisa litasimama, litawapia hii ndio njia ya kuenenda, ndiposa mpate suluhisho ya changamoto ya corona, hii ndio njia ya kuenenda mpate suluhisho la janga la nzige, hii ndio njia ya kupitia mpate suluhisho la haya mafuriko yako katika taifa. Kwa nini kanisa liwe na suluhisho? Kwa sababu kanisa ndilo Mungu mwenyewe akaachilia mwanae wa pekee aje afe, ndiposa kanisa liinulie kwenye kiwango cha kujua mahusia na mapenzi ya Bwana in their generation. Atekanina Jesu okire akiokwira nigetha kanitha wambarario kiwango gia gutaukwo na kumenya uria Ngai arenda thini wa ruciaro rou. Na kwa sababu kanisa lina maana sana, basi tunastahili kutambua ya kwamba tuliweza kuokoka, that we belong to a fellowship. We were believed in Jesus so that we are born in a family of believers, so that we become a member of the family of believers. Na ndiposa when we belong to the family of believers, tuweza kutenda kama vile waaminio wengine wanavyotenda, ndiposa kusudi la Bwana na likaweze na kutimia. We were born, we believed in Jesus to belong to that house of God. Tulimwamini na ndiposa tuweze kuwa kwa ushirika, tuweze kushirikishwa kwenye jeshi la Bwana linapigania haki, jeshi la Bwana linapigania mapenzi ya Bwana, jeshi la Bwana linapigania kusudi la Bwana, jeshi la Bwana lapigania haki za Bwana in our times and generation. Kwa hivyo kanisa liko na jukumu kubwa sana, liko na kazi ngumu sana, na ni kazi ya kufanya kusudi la Bwana na likaweze na kudhibitika na kutimizwa katika hili kizazi. Nataka tuenende katika kitabu cha Romans, kitabu cha Warumi sura yake ya 12, kuanzia hapo mstari wa kwanza. Tutaendelea na kujua vile Bwana anavyotunenea haya maneno, na kila nasi na kila mmoja alielewa, kwa sababu ni maneno tumeshawahi kuyasoma na kuyatafakari kwa mara kadha wa kadha. I beseech you, from verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is our reasonable service. Ndiposa nikaweze kushirikishwa in the army of believers, kwa sababu tunapookoka tunakuwa wanajeshi, tunashirikishwa tunakuwa washirika wa Bwana, na tunashirikishwa na wale wako, wale watakuja na wale walikuwepo.
So when we offer our bodies, tunakuwa vyombo vilivyo hai na vinapendeza na vinafurahisha mbele zake. Kwa sababu hilo, it is our reasonable, this is our greatest service tunaweza kutoa katika mwili wa Kristo. Na kana kwamba basi tumeokolewa na tumefanyika wana wa Mungu na tumekuwa washirika wa kanisa la Bwana, basi hatutaiga mitindo. Kwa hivyo kuna mambo walio wote wanamcha Mungu, kuna mambo ya walio wote wanaandamana na Mungu, kuna mambo tunatenganishwa nayo. Tusiige mitindo na mienendo ya dunia, na hapo ndio tutaelewa na kujua makusudio ya Bwana. We shall able to know the purposes of God upon our lives. Hapo inasema ya kwamba mstari wa pili, do not belong, you don't conform to these worldly patterns, but be transformed by the renewing of your mind. Tubadilishwe mawazo yetu, by the renewing of our mind, that we may prove what is good, acceptable, and perfect will of the Lord. Kwa sababu mstari wa tatu hapo ndio nataka tueleze, for I say through the grace given to me, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to be, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. For as he has many members in one body, but all the members do not have the same functions. So we being many are one body in Christ, and individually members of one another. Why the church? Kwa sababu sasa watu wanakimbilia all other solutions. Watu wanatafuta ushauri in many other areas. Lakini kuna jambo ninataka tukaweze na kulielewa ya kwamba it is of importance kanisa likaweze kusimama in its position, pengo lake, ndiposa likaweze na kuachilia suluhisho inayohitajika in such a season like this. Na kanisa litaweza kuachilia suluhisho sawa sawa na vile kanisa limeshikamana, na vile kanisa limesimama, na vile kanisa linavyoelewa makusudio, linavyoelewa mapenzi na agano la Bwana kulingana na vile Mungu anavyonena. Hapa nimesema ya kwamba tuko watu wengi katika kanisa la Bwana, lakini kila mmoja ako na nafasi yake. Kwa hivyo sasa, kana kwamba kanisa liko tuna mitume, tunahitaji manabii kusimama, tunahitaji walimu kusimama, wachungaji wasimame, wajili wasimame, ndiposa kanisa la Bwana likaweze kuwa na nguvu kuweza kuachilia suluhisho, la kuweza kuachilia jawabu ya yale mambo yanayoendelea katika taifa. Hapa anasema ya kwamba na nikosa ya kwamba tuliokoka so that we belong to the house of believers. Kwa nini tuweza kuwa mahala pale? Kwa sababu wakati by following Christ includes not just believing but also belonging to the house of God. We got to believe and got to belong to the house of God. Na nikosa ule uweza wa kiungu wa kuabudu, ule uweza wa kiungu wa kuhubiri, ule uweza wa kiungu wa kuleta unabii, ule uweza wa kiungu wa kutiana moyo, ule uweza wa kiungu wa word of knowledge, word of wisdom, kutiana imani, ukaweze na kufanya kazi. Na wakati uweza wa kiungu unafanya kazi ndani na katika wana wa Mungu, basi kanisa la Bwana linajengeka kwa kiwango cha kuleta suluhisho, kwa kiwango cha kuleta jawabu, kwa kiwango cha kuleta mwelekeo kwa yale mambo taifa inayopitia. The church is not just a solution to itself, but a church is a solution to the nation of Kenya and beyond. The church is not a solution to itself. It's not only a solution to itself, but a solution to what is happening in the society, to what is happening in the nation and beyond. Na niposa kanisa likaweze kuleta
suluhisho, lazima liweze kuwa na viungo vyote vimeshikamana pamoja na vimejielewa, na vinavyojielewa vizuri vinaweza kuachilia mwili ulio na nguvu, mwili ulivyo na mamlaka, mwili ulivyo na kuelewa, na liposa likaweze kuwa suluhisho katika yale mambo yanayoendelea katika taifa. Na liposa anasema ya kwamba kwa neema niliyo nayo, therefore na nena ya kwamba kila moja kulingana na ile neema amepewa, akaweze kusimama mahala pake na akaweze kujielewa vilivyo in the body, katika mwili, na ndiposa akaweze kuachilia kile aliweza kutunukiwa na Bwana in the body. Kama ni mkono ufanye kazi ile mkono inastahili kutenda, kama ni mguu ifanye, kichwa ifanye, na ndiposa kazi ya Bwana ikaweze kuwa imekamilika, ndiposa ikaweze kufugulisha suluhisho na uponyaji kwa taifa, iweze kufugulisha jawabu kwa taifa. And this is what we need as a church. The church has to rise up to a position of authority to bring a solution to the challenges the nation is undergoing. The church must rise up. The church must be built up, must come to a spiritual maturity where it can offer solution and give a divine direction to the challenges the nation is going, to the problems that the nation is facing, to the problems the families are facing. We need the church to rise up and offer a solution that is godly, so that there is a permanent change what the Lord is doing in the nation and in the society. Paul anaendelea kuandikia kanisa Roma, anasema ya kwamba katika mstari wake wa 9, basi let love be without hypocrisy, above what is evil, cling to what is good, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. If the church kama kanisa litaweza kuwa na mamlaka, lazima liweze na kuotoa unafiki. Kama kanisa litaweza kuwa na mamlaka, lazima liweze na kuwa na upendo kwa wote, so that the godly love, the authority, the grace of God, the favor of God ipate mahala pa kutua. Mstari wa 9, the love without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. Kanisa liko na jambo la kufanya, liposa likaweze to get the moral authority to decree that this is right and to decree that is wrong. To decree this is the godly way, this is the godly order, this is the godly solution. Because the church has the solution to the challenges that the government is undergoing. But the church itself must come up to a level of spiritual maturity, to abhor what is evil and to hold and to cling to what is right. It must be kindly affection to one another with brotherly love, in honor, and giving preference to one another. Lazima iweze kuwa na upendo usio na unafiki. Na niposa ule upendo, kwa sababu Mungu wetu ni upendo, basi atashuka na atadumu pamoja na kanisa lake. The Bible says kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu na akatoa mwanae wa pekee, ndiposa aje na afe msalabani, na ndiposa walio wote watakao muamini wasipotee, wapokee uzima wa milele. In essence anasema ya kwamba kwa sababu ya ule upendo, basi hakuachilia mwanae wake, basi hagekosa kuachilia mwanae wa pekee. Nasi lazima ule upendo tuutunze katika roho zetu, kwa sababu tukiwa na ule upendo tutaweza kuwakilisha Mungu sawa sawa, tutaweza kuwakilisha ufalme wa Mungu sawa sawa, tutaweza kusimama kwenye pengo sawa sawa, kwa sababu it's not about our selfish agenda, but the agenda of the Lord and the purpose of the Lord and the will of the Lord in our times and generation. The church must rise up because it has the answer, it has the solution, it has the way of what the nation and the government should do in our times and generation.
In the Old Testament, whenever there was a crisis, kunakuwa na changamoto, kunakuwa na magonjwa, kunakuwa na dhiki, kunakuwa na kuteswa, kunakuwa na kuteseka, kunakuwa na kuinukiwa, kunakuwa na adui. Watu wafalme walikuwepo, akina Daudi, akina Hezekia, walio wote walikuwepo, Yoshafati na wengineo, walikuwa wanakimbilia Mungu na wanabii wa Mungu na ndiposa wapatie suluhisho. And in our times and generation, the Bible says in the book of Hebrews chapter 1, katika mwanzo Mungu alinena kwa manabii na wale walikuwepo, lakini in our times ananena kupitia Kristo. Basi tukimbilie Kristo, na kwa sababu Kristo aliachilia mamlaka kanisa, lazima watu wakimbilie kanisa, because the church is the body of Christ and it has a solution, it has the answer to the challenges that the nation is undergoing. Bwana asifiwe. Kanisa inafanya mambo yale mambo kanisa inatenda, ama yale mambo tunapokea kutoka kwa kanisa. Hatuwezi kupokea kutoka kwa serikali, hatuwezi kupokea popote kule. It's only the church that can offer, because it has been authorized by the source to offer solution to the nations, to offer solutions to all the people in this world. So the church must rise up and take its original possession, as it was in the days of the apostles. When it takes its original possession, then it shall be able to represent Christ in every situation, and present Christ with a lot of authority, with a lot of finality, and with a lot of uniqueness, because it's only the church that has the answer. It's only the church has the answer, because the church represents Christ, and Christ dwells in the church, because Christ dwells in the church, and just as Christ offers an answer in the days when he was alive, so is the church in our times and generation. Tunaweza tafuta suluhisho kwa mambo mengi. Tunaweza tafuta suluhisho kwa madaktari, na ndivyo serikali zinavyofanya dunia kote. Tunaweza tafuta suluhisho kwa wale wako viongozini, and that's what people are doing all over the world. But I'm telling you that the correct and the godly answer is from the church, because it's the church that has been mandated. It is the church that has been authorized. It is the church that has given the power of Anthony to execute the will of the Father here on earth. Nowhere else that God has entrusted his authority. It's only the church that has entrusted the authority of God, but through Jesus Christ. No wonder it says, whatever you shall pray in the name of Jesus, the power of Anthony, it shall come to pass. That grace, that authority, that anointing has already been given to the church. So the church must rise up and take its original position to claim and proclaim and declare the will of the Father, and above all, to offer a solution. But the church, for the church to provide a solution, it must rise up and truly reflect the character and the nature of Christ, so that it can be entrusted by God with authority and power, and above all, solutions that are needed in this world. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Kwa sababu lazima tuwe na teoria kwamba for the organ of body to operate, they must be in one body. Kwa hivyo ndiposa ile mamlaka Mungu akaweze kuachilia, lazima mwili uweze kuwa pamoja. It must be in one unit. It must be united. It must be united by love, united by the grace of God, united by the favor of God, so that as it operates, it shall operate from a single authority. It will operate from a single source of power, from a single source of grace. We discover our role and our purpose in the world through relationship with others. Each one gets meaning from the body as a whole, not the reverse. So our meaning, our relevance in the kingdom, it can only be discovered when we are in the fellowship. It can only be discovered when we are one. Hatuwezi faida ya mkono, tunajua faida ya mkono ikiwa katika mwili, lakini tukikata huyo mkono tuweke chini, faida yake inafika mwisho.
Verse 6 inasema ya kwamba having the gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us walk in proportion to our faith. All ministry, let us use the ministry. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhorting, he who gives with liberality, he who leads with diligence, and who shows mercy with cheerfulness. Is only the body that we get relevance. It's only in the body that we realize our potential. It's only in the body we realize our Lord and our purpose in the kingdom of God. But when we are outside the body, we cannot able to realize. Ukiondoa mkono, maana yake inafika mwisho. Ukiondoa mguu kutoka mwili, maana yake inafika mwisho. Hata tunatafuta mti anawekwa anaendelea, kwa sababu mkono ikiondoka haina maana tena, kwa sababu it's only the body of Christ. So the essence is to ensure that we are in the body, so that the body is strengthened. The body is empowered to bring a solution to the government of Kenya, to bring a solution to all the challenges that society is facing today. There are so many challenges the society is facing today, and God is speaking to me and telling me the answer is in the church. There is a lot of murder, there is a lot of separation, there is a lot of divorce, there is a lot of child abuse, there is a lot of poverty, there is a lot of sicknesses. There are so many challenges, so many. But God says, I've given the key and the answer to the church. But for the church to appropriate the same, it must rise to a position of authority. It must rise to a position of understanding. It must rise to a position of realization of what it was created to operate. So that when it does that, it's not about the church, it's about Christ. We all get our meaning from the body as a whole, not the reverse. Mkono haina maana ikiwa peke yake, lakini ikiingia kwa mwili ndio ni mkono. Lakini mkono ukiondoa, it is easy to be a mkono, it becomes a dead organ. But when it goes back to the body, I remember there was something happened somewhere in the industrial area. Kuna huyu kijana, I don't know whether ukiweka organs in a fridge zikufadi, me I don't know that analogy, but the doctors will tell us that. Huyu kijana alikuwa anafanya kazi kwa mashini, so all of a sudden mkono ikakatwa. So sasa watu wakasema wakaiweka kwa fridge, hata sasa ambulance ikampeleka kwa hospitali na mkono ikarudishwa. Na wakachukua muda kuangalia kama mkono ikaanza kurespond. So that means kana kwamba igiondolewa iende kabisa, then mkono it is easy to be, but when it comes back inaanza kuwa tena mkono tena. So essence, what am I trying to say? For the body to bring a godly change, all the organs of the body must be in place. All the organs of the body must be one. All the entire body of Christ must be one. So that when it gives a direction, it's not about the church, it's about the body of Christ. It's not about the church, it's about what God is saying. It's not about the church, it's about what Christ says. It's not about the church, it's about what is the will of the Father. That is a key thing and the most important thing. We discover our laws in life through our relationship with others. So that when we are now in the fellowship enables us to grow. Tunaanza kukomaa, tunaanza kujielewa. Our spiritual maturity gains stamina. Lakini tukiondoka kwenye ule ushirika, kuna jambo linatendeka, tunaanza kufifia, na maana yetu ya kuleta suluhisho, na maana yetu ya kuleta mwelekeo katika maisha inaanza kudidimia. Ni kwa sababu ni katika mwili hapo ndio tunaweza na kuleta suluhisho na kuleta mwelekeo katika kazi na katika mwili wa Kristo. Basi inaendelea kusema hii, mstari wake wa 12 inasema ya kwamba rejoicing in hope, patience in tribulation, continue steadfast in prayer. Lazima tuendelee katika kutumainia Bwana. Even in this situation, tunaona kana kwamba kanisa letu suluhisho, tuzidi na kutumainia Bwana, kwa sababu the suluhisho, finally the answer is in the church. It doesn't matter it takes how many years.
how many days? The answer is in the church. In child abuse, the answer is in the church. In street children, the answer is in the church. In all these diseases you see all over the world, the answer is in the church. Because the church is the voice of God. It is the only body that God has mandated to offer solution to the world. No one else can, even if the government, however rich it is only the church. Is only the church that has the answer. But now for the church to offer solution, it must undergo a time of spiritual maturity. No wonder it's supposed to be patient in tribulation, because tribulation comes in maturity. We must steadfast in prayer so that the grace of God is continued to be released, so that we can be able to distribute to the needs of the saints, even given to hospitality. As we distribute now, tunaposhughulikia, tunaposimama kwenye pengo, wanaweza kusema hapana, kanisa halina suluhisho, kanisa likiendelea kukongamana, itaeneza ile ugonjwa. But I know and I believe that the answer is in the church. Whether it is individually, whether they given whatever kanuni zile zitapewa waweze kuomba, the answer to the nation, the answer to the tribulation, the answer to the challenges is in the church. Bless those who persecute you, bless those who curse you. Katika hii harakati tunazopitia as a church, lazima sasa, kama vile Mungu anafanya kunyesha mvua kwa wale wazuri na wale wabaya, wamcha Mungu na sio mcha Mungu, the church should embrace that character. That is a character that the church is awaiting to get. Na kwa sasa likaweza kuwa halina kipendeleo linaposimama, halina kipendeleo linapotenda matendo ya wema, halina mapendeleo linaponena yale Bwana anataka yatendeke hapa duniani. Rejoice with those who rejoice. There's a character of Jesus Christ, and weep with those who weep. Be of the same mind towards one another. That is a character. That is a character. Now is a character is being described by Paul to the church that has authority, the church that offers solution, and the church is you and I. These are the character. Hii ndizo tabia, hii ndizo mienendo tunastahili kuwa nayo. Ila kwanza mienendo ndio sasa imeanza kunakiliwa kuanzia mstari wako 14. Tuweza kubariki wanaotutesa na tusiweze kulaani yeyote. Kwa hivyo naendelea kusema mstari wa 15, we rejoice those who rejoice and weep with those who weep. Be of the same mind to one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. That is a character of humbleness. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Believe, beloved, do not avenge yourself, but rather give grace to the Lord, for it is written, vengeance is mine, I'll pay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. A character that is needed in the church. Tukiwa na mienendo na hizi tabia, mamlaka na uweza tutakadiriwa. Na ndiposa tunaponena mambo yanatendeka, kwa sababu it's not about us, it's about the kingdom of God. It's not about our selfish desire, it's about the will of God. Tuweze kunena kama Mungu anavyonena, tuweze kutenda kama vile Mungu anavyotenda, tuweze kuwaza kama vile Mungu anavyowaza, tuweze kuona mambo vile Mungu anavyoona, na ndiposa tutimize na tutekeleze kusudi la Kristo. If the enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap coal of fire on his head. And finally, 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. In this situation is a time we are needed as a church to study the gap. Yes, we have a lot of godly knowledge, and it is important. But spiritual maturity requires several other things. Jambo la kwanza the church that needs, aliposa likaweza na kukomaa na kuingia kwenye kiwango kile Mungu anataka. One of them is biblical knowledge or the word of God.
kutoka pale, we need to have a godly perspective. Tuweze kuona mambo kama vile Mungu anavyoona, floods vile Mungu anavyoziona, zige vile Mungu anavyoziona, corona vile Mungu anavyoona, ya serikali vile Mungu anavyoiona, yale mambo yanatendeka, when we see them vile Mungu anavyoona, tunaondoka kuingia kwenye dhambi, tunaondoka kwenye kukasirika, tunaondoka kwenye kukufa moyo, kwa sababu tutatambua Mungu alikuwa anafanya hivi kwa sababu anataka kutimiza yale. Alikuwa anafanya yale kwa sababu kuna mtu alikuwa anataka kukoboa. Tunataka kufanya hivi kwa sababu Mungu kuna mambo alikuwa anataka kutenda. We must have a godly perspective. Tuweze kuwa na biblical knowledge and it is good. Lakini number 2, lazima tuone vile Mungu anavyoona mambo. And posa tukiona vile Mungu anavyoona mambo, tunaondokea kutenda mabaya, tunaondokea dhambi, na yote uchungu na kilio inaondoka. Na jambo la 3, ndiposa kanisa likaweza kuingia kwenye eneo Mungu anangoja likaweza kuingia, lazima likaweza kushawishika, kwa sababu limeelewa hivi Mungu ndiye anavyotenda, linaona vile Mungu anavyotaka, so they get a conviction, kutenda yale inastahili itendwe wakati ule, for better for worse. They should be ready to die for what is right. Na tunapotenda yale, Mungu naye anashuka na anatimiza kusudi la Bwana. Na tunapoyatenda, we need the skills, we need the wisdom, we need the understanding of God. So the skills to execute the will of the Father, it is so important. And posa Musa alipoangusha mti, aliambiwa shika kutoka kwa mkia, and posa akaweze na kuchukua, ikaweze kuwa ile mti alikuwa ameshika na mkono wake. It need the skills to execute the will of the Father. We need the skills to execute the kindness that is in it now. We need the skills to execute the love that is in it now. We need the skills to execute the comfort that is in it now. We need the skills to execute what the society is needing right now. Bwana asifiwe. Wale mambo yale watu wanapitia, we need skills. We need skills to reach them. We need skills to judge wisely. We need skills to watch perfectly. We need skills to hear rightly, so that when we talk what is of God and what God is waiting for us to speak. And finally, because kanisa likaweze kukomaa, and it is you and I, we need the character of Jesus Christ. And that is the character tumeongelea mchana wa siku ya leo. Na tutakapofanya hivyo, basi kanisa itakuwa the voice of God. Kanisa litaweza kuwa, litakuwa likiweza ya kusimama na kutimiza kusudi la Bwana. Because I decree and I declare, the solution, the challenges the nation is undergoing, the solution is in the church, in the name of Jesus Christ. And the church is you and me. The challenges the society they are undergoing now, you have the solution, because you are the church. The challenges families are undergoing now, oh my, you have the solution, because you are the church. The challenges that the families, marriages, children, youth, young neighbors are undergoing, you have the solution, because you are the church. May you get the biblical knowledge. May you get the godly perspective in every situation. May you be convinced. May you get the godly conviction. You may get the skills. May you receive the skills to execute the mandate of the Lord. And above all, may you be the character. May you have the character. And may you be the character like Jesus had, to execute, to be entrusted with a lot of authority and the power to execute the authority and the purpose of God in our times and generation. May God bless you. May God give you grace to execute His mandate. Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, we worship and bless you. We give you all the adoration. We give all the praise. You have spoken unto us that the church has the solution to all the challenges and all the problems in the nation and beyond. May you grant us the godly knowledge. May you grant us the godly perspective. May you grant us the conviction, the skills and character of Christ to execute your mandate without any prejudice to the glory and honor of your kingdom. We surrender our minds now. We surrender our souls and our bodies as a living sacrifice, so that we can be able to discern and understand thy will, how good and perfect it is.
I commit the brethren before thee, O Lord, before thee, that you guide them, you direct them, and use them in a unique and a special way to reveal the authority and to manifest Christ in each and every situation. Father Lord, may you grant them the skills, and in each and every situation, they may be able to offer a solution to the glory and honor of your kingdom. We worship you and we bless you. We bless the nation of Kenya. We bless the government of the day, and above all, the body of Christ. You grant us the skills and the knowledge to stand in the gap for the godly order to be manifest in the nation of Kenya and beyond. We worship you and we bless you. In Jesus' mighty name, we do pray, believe, and trust. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you and God bless. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers.